Israel imeanzisha mashambulizi makubwa ya kijeshi dhidi ya Iran, ikilenga vituo vya kurutubisha uranium kwa ajili ya mpango wa nyuklia na maeneo muhimu ya kijeshi katika operesheni iliyopewa jina Operation Rising Lion. Mashambulizi hayo ambayo yameanza majira ya saa 10 alfajiri kwa saa za Tehran Ijumaa hii yamesababisha vifo vya maafisa waandamizi wa jeshi la Iran na wanasayansi wa nyuklia, na hivyo kuongeza mvutano kati ya mataifa hayo mawili kufikia kiwango cha hatari kisichowahi kushuhudiwa. Iran imeapa kulipiza kisasi, huku Israel ikitangaza hali ya dharura ikijiandaa kwa mashambulizi ya kujibu. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametaja mashambulizi hayo kuwa pigo kubwa kwa moyo wa mpango wa kurutubisha nyuklia wa Iran, na ameahidi kuendelea na operesheni hiyo kwa muda wowote utakaohitajika. Naye waziri wa ulinzi wa Israel Katz amesema huu ni wakati wa kihistoria kwa taifa la Israel, akisisitiza kuwa kuzuia ndoto ya nyuklia ya Iran ni kipaumbele cha taifa hilo. Afisa mmoja wa jeshi la Israel ameambia BBC kuwa mashambulizi hayo yamelenga vituo vya nyuklia vya Iran pamoja na maeneo mengine ya kijeshi, akidai kuwa Iran tayari inamiliki kiasi cha nyenzo za nyuklia kinachotosha kutengeneza bomu la nyuklia ndani ya siku chache tu. Mashambulizi yameathiri kituo kikuu cha kurutubisha uranium cha Iran kilichopo Natanz, ambacho kina mitambo ya kisasa iliyojengwa chini ya ardhi kwa kina kirefu, pamoja na makao makuu ya walinzi wa mapinduzi Revolutionary Guards mjini Tehran, kambi kadhaa za kijeshi na maeneo ya makazi, kwa mujibu wa televisheni ya taifa ya Iran na gazeti la The New York Times. Moshi mzito ulionekana ukifuka kutoka Natanz, ingawa kiwango halisi cha uharibifu bado hakijathibitishwa. Vyombo vya habari vya serikali vya Iran vimeripoti vifo vya raia, wakiwemo watoto, na kuthibitisha vifo vya maafisa wakuu, wakiwemo Hossein Salami, kamanda mkuu wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, Mohammad Baheri, mkuu wa majeshi ya Iran, na wanasayansi wa nyuklia Fareidon Abbas na Muhammad Mahid Tehranchi. Mshauri mwandamizi wa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, Bwana Ali Shamkhani, amejeruhiwa vibaya. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amelaani vikali mashambulizi hayo, akisema yanaonesha tabia ovu ya Israel, na akaonya kuwa Israel imejiandalia hatima chungu. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imetoa wito wa kulaani kimataifa mashambulizi hayo na kuilaumu Marekani, mshirika mkuu wa Israel, kuwa inabeba lawama za matokeo. Hata hivyo, Marekani imekana kuhusika, huku Rais Donald Trump akithibitisha kupitia Fox News kuwa alifahamishwa kuhusu mipango ya Israel, lakini majeshi ya Marekani hayakushiriki. Trump ameonyesha matumaini ya kurejea katika mazungumzo mapya na Iran ili kudhibiti mpango wake wa nyuklia, na akathibitisha vifo vya viongozi kadhaa wa Iran. Nchini Israel, raia walihamishwa na milio ya ving'ora vya tahadhari saa 9 kamili usiku, wakihimizwa kubaki karibu na maeneo ya kujihifadhi kutokana na tishio kubwa. Safari zote katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Tehran zimesitishwa, na ndege zilizokuwa zikitua Tel Aviv zikielekezwa sehemu nyingine, kwa mujibu wa Flight Radar 24. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito wa kuwa na kiasi cha juu cha kujizuia na kulaani mashambulizi ya Israel dhidi ya maeneo ya nyuklia ya Iran, akionyesha wasiwasi kutokana na wakati wake kufanyika, huku Marekani na Iran zikiwa kwenye mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia. Wigo wa Operation Rising Lion umepita kwa mbali mashambulizi ya awali kati ya Israel na Iran, ikiwemo mashambulizi ya makombora na drones yaliyofanywa na Iran mwezi April na Oktoba mwaka jana, na mashambulizi ya Israel dhidi ya makundi yanayoungwa mkono na Iran. Mataifa haya mawili yakiwa tayari kwa uwezekano wa mzozo mkubwa zaidi, jamii ya kimataifa inafuatilia kwa wasiwasi mkubwa, ikihofia kutumbukia kwa vita vya moja kwa moja katika eneo ambalo tayari lina mivutano mingi. Wateja wako watarajiwa wanaangalia video hii. Kama biashara yako ingeonekana pamoja na unachokiangalia sasa, wengi wangegeuka kuwa wateja wako wapya. Tuandikie sasa info@snstz.com au WhatsApp pekee 0659 250 389. Tuifikishe biashara yako kwa wana SNS.